ende akapate. Tungani na Chisaka ambaye kule Kenya pia jana kwa kuna hiyo sensi ya maandamano yakafanyika baadhi ya maeneo ya amani, lakini nimeona taarifa ya jeshi la polisi wakizungumza kwamba watu 10 walikamatwa kwa kufanya vurugu kwenye hayo maandamano. Chisaka, habari za asubuhi, na walau tupitishe kwenye kile ambacho kimetokea Kenya kwa jana. Asante, salama sana Nairobi, kwema na nashukuru. Sasa kama ulivyosema kweli, polisi wanasema kwamba waliwakamata watu 10 waliokuwa wanashiriki maandamano ya amani hapo jana siku ya 7/7. Na maandamano yalikuwa yanashinikizwa na mashirika ya kiraia wakitaka kwamba wataandamana kuelekea katika majengo ya bunge ili kuweza kushinikiza malipo kwa wale ambao walijeruhiwa wakati wa 7/7. Lakini polisi walifunga baadhi ya barabara hapa jijini Nairobi kuanzia mida ya saa 12 asubuhi. Kwa hiyo ikawa ni vigumu kwa watu kuelekea hata kazini kufanya biashara zao, lakini pia watu kukusanyika kwa jijini Nairobi na kufanya maandamano. Kwa hiyo waliokusanyika walikuwa ni watu wachache tu ambao walifanikiwa kufika mjini na wakaweza kukamatwa na hadi sasa wanazuiliwa. Lakini polisi wanasema kwamba hawakupewa notisi kwamba kutakuwa na maandamano. Kwa hiyo maandamano hayo ya jana ilikuwa ni kinyume na sheria. Kwa hivyo kama ilivyokuwa katika maandamano ya Juni 25 ni kwamba 10 hao watashtakiwa kwa kusababisha usumbufu na kusababisha biashara kufungwa na mambo kama hayo. Lakini tofauti na maandamano ambayo tumewahi kushuhudia hapa nchini Kenya, hasa maandamano ya 7/7, hapo jana hakukuwa na shughuli nyingi, hakushuhudiwa maandamano, hasa katika maeneo ambayo tumezoea kwamba maandamano yanapokuwa huwa na vurugu. Nazungumza maeneo ya Kitengela ambapo kulikuwa na amani, hakukuwa na tishio lolote hata la usalama, na shughuli za kibiashara ziliendelea. Mara nyingi wakati ambapo maandamano yanakuwepo kunakuwa na vurugu na hata kusababisha vifo. Hali ya kawaida iliendelea licha ya kuwa biashara nyingi zilifungwa na wafanyabiashara waliogopa kwamba huenda kukawa na vurugu. Na umezungumza kuhusu polisi kutokupewa taarifa. Yalitangazwa ama ni maandamano ambayo yalitokea na nyewe mligundua baadaye kwamba labda awali kulikuwa na tetesi katika mitandao ya kijamii, lakini hakuna shirika lolote la kiraia ambalo lilitangaza rasmi maandamano. Kwa hiyo hata kufikia asubuhi Wakenya hawakuwa wanajua kwamba kunaweza kuwa na maandamano. Lakini kilichofanya kwamba shughuli zikasimama ni ile hatua ya polisi kufunga barabara. Kwa hiyo hakukuwa na magari ya kuelekea mjini na shughuli za kawaida zikasitishwa kwa sababu ya hali hiyo. Lakini hakukuwa na taarifa yoyote ya maandamano. Watu ambao tunazungumza nao wanasema kwamba wanafikiri kwamba ni polisi ambao wamesababisha hali hii ikawa hivyo, kwa sababu wao walifunga barabara, ikawa ni vigumu shughuli kuendelea. Ingekuwa kwamba hawajafunga barabara, shughuli za kawaida zingeendelea tu, kwa sababu hakuna yeyote ambaye alikuwa hata anajua kwamba kuna swala hili la maandamano. Chisaka, shukrani sana kutokea Nairobi, Kenya. Na mimi pia mambo mengine tutaendelea kuyapata kupitia kwenye taarifa zetu. Haya, huyo ni Dennis Chisaka utaratibu wa kufanya maandamano tunajua kwa mujibu wa jeshi la polisi na kwa mujibu wa taratibu zilizopo kwamba na hili nitahitaji sana ufafanuzi wako cha kupewa. Tufuate taratibu. Kama mtaka kufanya maandamano, fuateni taratibu, pelekeni taarifa jeshi la polisi wawapatie ulinzi, wawe na taarifa kuhusiana na hilo. Lakini ukitizama kwa nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, sana tukiangazia huko Afrika Mashariki, wengi uoni wakipeleka taarifa jeshi la polisi na wanakuambia wanafanya maandamano ya amani. Na hata ukiangalia simu kubwa, hata jeshi la polisi wanakiri kwamba hatujapokea taarifa za kuwepo kwa hayo maandamano. Kwa nini raia wake katika hizi nchi zetu za Afrika Mashariki hawaendi kupeleka taarifa jeshi la polisi ili sasa wapewe hicho ambacho kinaitwa ulinzi na kufuata taratibu? Nafikiri kuna sababu mbili ambazo naweza kutaja kama kiini cha kadhia kama hizi kuendelea kujitokeza katika mataifa yetu. Moja ni uelewa wa watu wa kisheria. Watu wengi wa kawaida bado na changamoto katika masuala ya uelewa wa kisheria, kwa sababu ukiangalia
kihistoria kwenye mataifa yetu mengi ya Afrika Mashariki, elimu ya kiraia inaonekana haikupewa nguvu na nafasi sana katika miaka ya mwanzo ya uhuru, elimu ya uraia, kwa sababu pengine ya hofu iliyokuwa ipo kwa viongozi wetu kwamba watu kuwa na uelewa mkubwa sana katika masuala ya uraia ingeweza kuwafanya wasitawalike. Lakini hilo ni moja. La pili ni kwamba kumekuwa na interference au mwingiliano wa vyama vya siasa katika masuala haya. Ukiangalia kwa mfano kadhia ya Kenya imekuwa kwa sehemu fulani hasa maandamano ya 2024 na 25 wanasiasa walichukua nafasi kubwa ukiacha asasi za kiraia. Kwa hiyo kule kuingiliwa na kisiasa, licha ya kwamba yanakuwa yanatajwa au yanakuwa yakinasibishwa na kuwa ya amani, lakini kwa chini wanasiasa huwa wanayachochea. Na hata ukisikiliza hiki kilichotokea Oktoba 25 baada ya uchaguzi mkuu hapa Tanzania, ripoti ya Jaji Chande ya uchunguzi iliyo muhtasari wake ulipowasilishwa, moja kati ya mambo yaliyotajwa na ripoti ni kwamba kulikuwa na wanasiasa waliokatwa katika michakato ya ndani ya vyama vyenyewe ya chaguzi, ambao baada ya kukatwa wakahamishia hasira zao katika kuchochea kile kilichoitwa matukio ya ghasia yaliyoambatana na vitendo vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika Afrika Mashariki unaweza kuona kwamba kwanza ni uelewa wa watu wetu katika masuala ya kisheria, kwamba kabla ya kufanya maandamano ya amani pengine ni hatua zipi ambazo ni lazima tuzifuate. Lakini namba 2, kuna nafasi ya wanasiasa ambayo imekuwa ikihusisha kuchochea kwa namna tofauti, kwa sababu lazima tukubali wanaoandamana, ukija kwenye itikadi wanatoka katika vyama mbalimbali. Sawa. Bwana, safari ilianza kimya, ndoto zikawashwa, lakini pia vile vipaji vikachuana kweli. Tumeshuhudia katika maeneo tofauti, na sasa tumefika hatua ya mwisho kutoka Arusha, Mwanza, Mbeya, Dar es Salaam. Hii ni mikoa ya Tanzania. Tukavuka mipaka mpaka Kenya, Uganda, Rwanda pamoja na Kongo. Nje ya mipaka ya Tanzania wamebaki wachache, lakini hawa ndio wenye moto zaidi. Unaelewa? Haya sasa si mashindano tena, bali ni vipaji pekee ambavyo vimesalia hapa. Tunazungumzia Bongo Star Search Season 16 Grand Final, na tutakwenda kuishuhudia tarehe 11 siku ya Jumamosi mwezi wa 7 2026 pale Hard Pro HQ Mbezi Jogo. Zawadi kubwa za washindi, kuna shilingi milioni 50 kutoka CRDB Bank pamoja na gari jipya kutoka AA Motors. Unaweza kupata tiketi yako mapema kabisa kupitia Nilipe app, na mlangoni siku ya tukio Next Level HD ni shilingi 100,000. Lakini kuna kodi 16 shilingi 50,000 na wachachukaji sisi ambao tumechachuka kweli makelele na kuanzia kule ni shilingi 30,000. Red Carpet inaanza saa 12 jioni, show live inaanza saa 2 usiku kupitia Azam TV channel 106 sinema zetu. Na kama ulikosa safari nzima toka waanze Bongo Star Search Season 16 katika mikoa hii ambayo tumekutajia, Kenya, Rwanda, Kongo na maeneo mengine na hapa Tanzania, unaweza ukatazama moja kwa moja kupitia kwenye Azam Max ukalipa shilingi